Ipo hivi, kwa Tanzania kuwa na degree hakumaanishi kuna mshahara mmoja maalum. Mshahara hutegemea na vitu kama taaluma, mwajiri au uzoefu. Sasa naomba nikazie kwenye taaluma. Kuna taaluma zenye potential kubwa, mfano accounting, engineering, law au sheria, kuna architecture, kuna kilimo pamoja na taaluma nyinginezo zenye potential kubwa. Unaweza ukafanya tafiti wewe mwenyewe zaidi. Lakini pia nimesema mwajiri, umeajiriwa wapi? Mfano, umeajiriwa taasisi gani? Mfano, kuna TPDC, kuna CRDB, kuna Vodacom, kuna BOT. Sasa taasisi unayoajiriwa nako inaweza pia ikaamua mshahara wako. Mfano, kwa sekta binafsi unaweza ukawa na degree na ukaanza na mshahara wa 400,000 kwa mwezi, lakini sehemu nyingine private unaweza ukaanza na mshahara wa 800,000 au 900,000 kwa mwezi na degree yako. Kwa hiyo tunakuja pale pale, inategemeana na vitu kama taaluma, mwajiri pamoja na uzoefu wako wa kazi. Lakini unaweza ukakutana na mtaalamu mwenye uzoefu mkubwa, analipwa mshahara wa 3 million kwa mwezi. Lakini kuna wengine wapo kwenye kampuni kubwa au nafasi za kitaalam, wanalipwa zaidi ya 5 million kwa mwezi. Hivyo basi tunakuja pale pale kama nilivyosema awali, inategemeana na taaluma yako, umesoma vitu gani? Inategemeana na mwajiri, umeajiriwa wapi? Na mwisho, uzoefu wako, una uzoefu wa miaka mingapi kazini? Asante sana.